Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ihsan TV, leo tuko ndani ya jiji la Mombasa, maeneo maarufu mapembeni. Siku kama leo tumeweza kujua Waislamu wameweza kujitokeza, wale Waislamu wale si Waislamu. Hii ni kuonesha ile ubinadamu. Ukiangalia umati wa watu wameweza kujaa leo katika maeneo ya Mombasa, kuonesha kuwa umoja na kuisupport ile Palestine, maana yale anaweza kupitia ndani ya Palestine ni mengi sana. Basi ukitazama ni wanawake kwa wanaume, wadogo, vijana, wazee, wembamba, wanene, weupe, weusi, wote basi wameweza kuhudhuria siku kama leo kuweza kuadhimisha ile Palestine Walk ndani ya Mombasa. Ukumbuke ya kuwa Palestine wameweza kunyanyasika, wameweza kudhalilika sahi kwa miaka miwili, imeweza kuadhimika miaka miwili. Tarehe 7 Oktoba imeweza kutimia ya kuwa ndo siku imefika kuwa miaka miwili ya Palestine kuweza kunyanyaswa kwa kudhulumiwa, kwa kuuawa, kwa kuteswa, na majumba yameweza kuporomoshwa. Basi imeweza kusikitisha Waislamu wengi ama wanadamu wengi duniani nzima. Kama mwanadamu basi utaweza kufeel ile unyonge ile ambao wameweza kupitia Palestine. Ukiangalia pia upande mwingine, upande wa Sudan, wao pia wanaweza kuteseka kwa wingi. Na basi watu wameweza kujitokeza kwa hizi mataifa matatu ya Palestine, ya Sudan, ya Kongo. Basi wameweza kujitokeza kwa hizo mataifa matatu kuwa wameweza kunyanyasika kijinsia, wameweza kunyanyasika na kuweza kudhulumiwa na kuweza kuuawa na wale wana wa Israeli. Lakini ukiangalia upande wa Sudan, hivi majuzi wameweza kuvamiwa na wale RSF, wameweza kuwapiga, wameweza kuwanyanyasa, wameweza kuwatesa. Wengine mpaka tumeona wakiuminyongwa, wengine tumewaona wakizikwa hai. Hii ni udhalilifu wa hali ya juu. Basi Waislamu kama ukitazama kameraman wangu waoneshe, ni kuwa watu wamejitokeza siku ya leo kwa umoja ili kuweza kukutanisha watu kwa pamoja waweze kuisupport mataifa kama hayo ya Sudan, Palestine na Kongo. Mpenzi mtazamaji, usikose kufuatilia kipindi chetu hichi. Tutakuwa hewani kuanzia sasa hadi itakapoisha, na hawa watu wote unaona hivi wako mapembeni, wataweza kutembea kuanzia hapa hadi Mama Ngina waterfront, ambapo hapo ndipo watakapokomea, ndipo kutakuwa na jukwaa ambalo wataweza kuongea mambo yao kuhusiana na Palestine. Yangu ni kusihi basi mtazamaji usiweze kukosa kulike na kusubscribe katika mitandao yetu yote ya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, yote uweze kupata notification ya kuwa sisi tuko hewani. Basi mpenzi mtazamaji, na kukaribisha uweze kutazama rally kama hii inataka kuanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina Muhammad Abdallah Said. Mashallah, naona leo umejitokeza, kuna nini leo? Wallahi tumeteseka zaidi ya miaka miwili, hatulali, tunaangalia maovu ambayo ndugu zetu wamefanywa. Naam. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonesha ile chuki yetu ya ule uovu uliofanywa ndugu zetu. Naam. Labda siku kama leo, mipango ya leo unaionaje sasa? Mimi nimefurahi kwa wale wamejitokeza, na wale ambao kujitokeza waendelee kujitokeza, ndio Uislamu. Naam. Na kwa mataifa ambao yameweza kuumia kama vile Sudan, Kongo, kwa hakika ni ya kusikitisha. Yote ukiangalia asili yake ni kutokana na Israeli. Naam. Ya Sudan inasumbuliwa ili manake ipate kusimamiwa, iwe ni nchi ya siasa yake ya nchi za nje, iwe inafuata mkondo wa Israeli. Naam. Yote inatokana na Israeli. Shukran sana. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nasema ndio tumeanza sasa hivi, tumetoka upande wa mapembeni na crowd hapa iko kubwa kabisa. Inaonyesha kila mmoja amefeel yale maafa wanawapata ndugu zetu kutoka Gaza au kutoka Palestina. Hapa wamechanganya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wako katika maandamano kama haya. Wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa, mashehe na wasiokuwa mashehe wako mahala kama hapa. Si jambo la Waislamu peke yake, ni jambo ambalo kwamba limemtouch mwananchi yoyote aliyoko ulimwenguni. Twasema Mombasa County kwanza, congratulations.
kwa kazi nzuri ambayo kwamba ilifanywa jana kuweza kupatikana kitita kimoja cha shilingi milioni 15 mchango ambao kwamba ulikuwa unachangiwa Palestine. Bali na hapo, bila kuhesabu zile ambazo kwamba zimeingia kwa paybill, tunatarajia kuna 10 million ambao kwamba ilikuwa tayari inaingia kwa paybill. Tunasema sisi haya ni maafiki makubwa sana. Tuko na wenzetu walioko Palestine, tukiwa tunasikitika yale ambayo kwamba yanaendelea katika ulimwengu huu wetu wa sasa, genocide ambao kwamba inaendelea, watoto kuuawa, kina mama kuuawa, ambao kwamba vigezo vyote vya kivita ni kama kwamba Israeli imekiuka. Sisi tutapongeza kwamba matembezi haya ni mazuri na kila kitu kiko sawa, security iko sawa, hakuna fujo lolote ambalo kwamba mpaka sasa limeshuhudiwa. Tunaomba wananchi wa Mombasa wazidi kujitokeza. Labda changamoto uliweza kuzipata? Sisi mpaka sasa changamoto tu ni turn up ilichelewa kutoka. Najua unaliona mpaka sasa hivi likukali sana Mombasa leo. Lakini tunashukuru watu bado ni wakakamavu hapa na kila mmoja anavumilia uchungu wa jua kama hili ambalo kwamba linayoyoma kwa sasa hivi. Labda kupongeza na kushukuru kwa usalama uko hali ya juu. Usalama uko hali ya juu, tuna vipenge vyote vya security. Paka plain cloth iko hapa inaangalia mtu akinachua simu tu hapa inajulikana ni nani amechukua simu. Naona kuna drones za kutosha ziko juu zinatufuata. Tunatarajia kwamba tutamaliza kwa salama. Hakuna hamu yoyote katika mji, watu waendelee na biashara zao kama kawaida. Shukrani waziri. Jazakumullahu khairan. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina labda unatokea? Kwa majina ni Muhammad Talib. Mimi ni kijana wa Mombasa, hususan hapo Fire. Naam. Mashallah, leo umeweza kujitokeza katika Mombasa, uwanja wa Mapembeni. Leo kuna nini? Leo kuna matembezi ya amani kwa ajili ya kuweza kutoa kadhia za ndugu zetu waliokuwa Palestine, Sudan na kila mahali wanapodhulumiwa. Naam, na leo siku kama leo unaweza kujisikiaje kujitokeza katika masala kama haya? Nasikia raha alhamdulillah, kwa sababu hii ni dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Siwezi fika kule kwa msaada wangu, lakini kwa vile niko hapa nitatumia sauti yangu alhamdulillah. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hiyo neema na kunipa uzima wa kufika hapa na kuweza kutoa kadhia za ndugu zangu wanaodhulumiwa. Alhamdulillah. Shukran. Uendelea kupandamana inshallah. Unaweza kujitokeza. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Yakobo Laisa. Naam, wewe labda ni Muislamu ama ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Naam. Na tunaona umeweza kujitokeza, si dini pekee yake imeweza kukutoa, lakini ni ubinadamu umeweza kufanya uje katika kuungana na Palestine. Leo unajisikiaje? Unajisikia vizuri, unaungana naye, haina shida. Sasa siku kama leo hii Palestine unaiongelelea nini? Tuna furaha kwa sababu leo ni siku ya mechaka vizuri, tumeona vitu vizuri. Sina mbaya. Shukrani. Sasa uko salama? Niko salama. Lakini unajua yanayotendeka Palestine na Sudan? Sijajua, lakini ndio nijue sasa, nataka nijue. Sasa Palestine wameweza kuumia, wameweza kunyanyaswa kwa miaka mingi sana na wale wana wa Israeli. Sasa watu wameweza kujitokeza ili kuwasupport, kuwapatia ujasiri, waweze pia kujisikia hamu ya kuwa pia wanajaliwa. Tunashukuru sana kwa sababu tuko pamoja. Kabisa. Tunakushukuru Masai. Jacob. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ibrahim Muhammad. Naam. Leo tuko hapa kufanya solidarity walk pamoja na ndugu zetu kutoka Palestine, kutoka ndugu zetu kutoka Kongo, ndugu zetu pia kutoka Sudan. Naam. Leo kama siku kama leo unaweza kujisikiaje kujitokeza? Today is a happy day because as much as we cannot do a lot to our brothers, today is high time that we also show solidarity. This is the least ambao tuweza kufanya, at least kuonesha support towards our brother. Yes. Leo nakuona uko na hiki dude cha daktari. Yes. Ya kuwa nakuona wewe utakuwa ndio daktari ama? Naam, hii ni symbolic. Tumevaa. No more. This is symbolic kuonesha ile plight ambao madaktari wa kule Palestina ambao wana go through, especially ku treat watu ambao ama hospitali ambazo hazina enough medicine. I hope mimi itabidi niwache kidogo kwa sababu ya kuangalia hapa, lakini we are together inshallah. Inshallah habibi. Watu wa Palestina. Kwa hivyo naomba walioko nyumbani wajitokeze na wasiokuwa katika nyumba waingie live katika Hajra TV, Ali Ihsan, Abu Shurem na
channel zote za Kiislamu ambao na support Al-Ihsan. Kwa hivyo naomba kwanza, nataka kutoa shukrani kubwa kwa ndugu zetu Al-Ihsan kwa kazi ambayo wanaifanya, kazi ya ajabu. Mwenyezi Mungu awalipe, Mwenyezi Mungu awakundulie, Mwenyezi Mungu awape fi dunia wal akhirah Al-Ihsan pamoja na wafanyikazi wao wote. Shukran ndugu zangu, shukran. Jitokezeni kwa wingi leo, asiokuwa na mwana aelekea jiwe. Watu wote wako hapa, shahidi tuko hapa Treasury Square, umma na ummama. Shukran wabillahi tawfik. Mithali ama mifano yalivyokuwa kule Gaza, hivi basi unaweza kupata ni kama mtoto mdogo anaweza kuokotwa pale Gaza. Yani ni jambo la kusikitisha sana, jambo la kusikitisha sana ukiona kama pale ni mfano wa maiti labda ulivyoangushwa ama ulivyokafiniwa na jinsi watu wanavyookolewa. Ukiangalia kuna maiti kama hapa, angalia watu wanavyolia, watu kama vile wameuawa. Na unaona jinsi hizi ndo mifano hai jinsi wana wa Palestina wanavyoweza kupitia kila siku. Ukiangalia upande huu mwingine unapata ni mtu anaweza kutibiwa, lakini huu ni kama mfano tu. Ukiangalia madaktari wameweza kuvamiwa ama wameweza kunyeshewa na damu mwilini mkononi kwao. Hii ni kama mfano tu ya kuwa jinsi Palestina, jinsi kila siku wanavyoweza kupitia. Amani na alhamdulillah imefanikiwa, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zetu Waislamu. Amin ya Rabb. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Amin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Amin. Wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Amin. Wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Ya rabbal alamin. Shukran. Na kwa mataifa mengine ambayo yanavamiwa kama Sudan, Sudan, Kongo, Waislamu wote ambao kama wako duniani tunawaombea inshallah amani biidhnillahil bari. Amin. Na Kenya yetu pia. Na Kenya pia biidhnillahil bari. Shukran, jazakallah khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Bibi hali waziri? Nashukuru sana alhamdulillah. Naam, kama wewe waziri wa ardhi. Naam, wewe waziri wa trade. Naam. Konradi, unajisikiaje siku kama leo? Leo tumeungana bila ya kubagua sisi makabila gani, dini gani, rangi gani. Leo tumesema tutasimama na Gaza kuhakikisha ya kwamba Gaza impata uhuru, Palestina impata uhuru. Naam. Na maandalizi kama hayo unaonaje? Nafikiri ni maandalizi ambayo tumeona vipi tukijipanga tunaweza kuleta maandalizi ya amani na umoja. Hii imeleta tabaka yote pamoja. Hapa wako Wakristo, wako Wahindi, wako nani, makabila zote hapa. Kuonesha kwamba umoja wetu ndio nguvu wetu. Naam, na labda changamoto uliweza kupata? Alhamdulillah, hakuna changamoto tumepata. Ni kwamba tumefanya mazoezi na kila mtu yofanya bidii, yajua kwa nini leo tumetembea hii matembezi tumetembea. Haya matembezi tumetembea kwamba tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa Gaza wamepata uhuru kama watoto wetu, watu vile wako Kenya ama dunia nzima. Tunakushukuru sana. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wewe kama kijana leo umeweza kujitokeza, unajisikiaje? Mimi najisikia furaha sana kuona Waislamu na Wakenya wote wakiwa wamejitokeza na kusikia uchungu wa Palestina. Nasikia furaha sana ndugu yangu. Na labda maandalizi kama haya wewe unaje? Maandalizi kama haya yako 100% legit juu and peaceful demonstration and tunasikia mauchungu wanaopitia Palestina ndugu zetu and na tunaomba and the people who will be watching the clip make the video so that they could share the video alafu and ifikie mbali na Palestina ipate uhuru inshallah. Na labda kwa mataifa mengine kama vile Sudan, Kongo wameweza kuteseka, wewe maoni yako ni gani? Maoni yangu vile na pia tunaomba Wakenya wajitokeze siku nyingine kama hivyo walivyojitokeza Palestina. Tujitokeze Sudan pia ipate uhuru na Kongo pia ipate uhuru inshallah. Nakushukuru. Kwa majina labda alikuwa? Naitwa Sadak Mohamed Abdullah. Shukran Sadak. Ili tupate kuja kusimama na ndugu zetu ambao walikuwa Palestina na Gaza kwa ile genocide ambao what is happening there, vile watoto vile wanavyouliwa, wanawake vile wanavyouliwa,
na yani ile jamii kule vile ambavyo wanavuliwa, vile wanavyoteswa. Kwa hivyo sisi leo tumekuja hapa mnasaba kwamba tulitokeze barabarani kwa Waislamu na wasio Waislamu ili tupate kusimama na ndugu zetu ambao walikuwa Palestina na Gaza. Na maandalizi kama leo unaionaje? Wallahi maandalizi kama leo ni jambo ambalo mashallah tumefurahia sana, though we never expected that Jumamosi kutokezea umma. Kwa hivyo umma imetokezea na hivi sasa tunaelekea Mama Ngina na tumeona mashallah the total of the number it was so big. So I'm probably sure ile strategies ambazo tumeweka kama kwamba mchango wetu ulikuwa tunataka kufikisha 30 million, mimi kupitia kwa hesabu zangu naona hata itapita hiyo 30 million. Tuombe Mungu tu ipite zaidi, hata angalau kama itafika 50 million inshallah. Na labda changamoto uliweza kupata ngani? Wallahi changamoto ambazo tumeweza kuzipata kwamba wajua kama hizi zikianza vile tunavyopanga na vile tunavyopanga sisi, alafu ikianza event kama hizi huwa haiendi according to the way ambayo tumepanga. Sasa tunapanga tukaanza kwamba tumeanza na 15 groups, alafu group nyingine wakaanza kujiingiza katikati, so na wengine ukijaribu kuzungumza nao vizuri wanaona kama umewadharau. So changamoto kama hizo huwa ni ile misunderstanding na miss of communication. Naam, shukran Muhammad Khair. Wallahi wajibu. Mtazamaji ukitazama bado watu wanaendelea kufanya yale maandamano ya amani kuelekea Lighthouse ama Mama Ngina Drive, ambapo huko ndipo watakapokomea. Walikuwa wameanza kuanzia mapembeni na hivi ndivyo watu wanavyoenda. Na ukitazama nyuma yangu ni maumati wa watu wameweza kukusanyika katika siku ya leo kwa amani, pasi na fujo. Security, hali ya salama iko hali ya juu mashallah. Tunashukuru county government ya Mombasa, tunashukuru sana 001 kwa usalama kama huu, maana si rahisi jambo kama hili kuwe na amani, maandamano ya amani. Basi na leo siku kama leo imeweza kukusanya takriban watu 1500 tuseme hivi, wamemarch kwa wanaume kwa wanawake, basi hivyo wanaweza kuelekea Lighthouse. Ukiangalia sisi tumekaribia katika kona ya Mama Ngina Drive ili tuweze kufika na tuweze kushuhudia yale yote atakayoweza kuendelea. Kila kinachosemwa hapa ni free Palestine, free Palestine. Umati wa Kiislamu, wewe kama jinsia ya kiume ya kike, wewe kama mwanadamu unaweza kujihisi mnyonge jinsi Palestine wanavyoweza kunyanyaswa, wanavyoweza kudhalilishwa. Basi ni dua tu kwa umini kuweza kuwapelekea waweze kunusurika wana wetu wa Palestine. Na mandugu zetu pia wa Sudan wameweza kunyanyaswa na wale RSF na wale Kongo pia wameweza kunyanyasika. Basi kila dua ya mwananchi wa Kenya hasa Mombasa ni kuwa wanawapelekea dua waweze kupata nusra. Tazama nyuma yangu pia bado umati ni mkubwa sana, na tunao mashehe, tunao wanasiasa, tunao wazee, tunao vijana, tunao wanawake, wote wameweza kuungana Kiislamu ili waweze kwenda kuelekea Mama Ngina Drive. La kushangaza tumeweza kuwapata mpaka Masai. Community Masai pia wameweza kuungana na maandamano ya amani kama haya. Utashangaa kuwa wanataka kuweka amani ama ni nini? La. Wao pia wameingia, wana support Palestine. Free Palestine. Hilo ndio neno ambalo linaweza kukaririwa kila mara na mara, free Palestine. Inshallah kwa uwezo wake Allah wa Palestine wataweza kupata nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia tarehe 7 Oktoba ndio imetimia miaka 2 tangu ianze mashambulizi kwa Palestine. Wale wana Israeli wakiweza kuwashambulia wana Israeli kwa kuwaua, kuwanyanyasa, kuwavunjia majumba yao. Basi ni jambo la kusikitisha, lakini yetu ni dua. Tuliweza kushuhudia yale props ama zile mifano jinsi maiti za Palestine zilivyo pale Treasury Square, tukaweza kushuhudia jinsi walivyo, jinsi watu wanavyookolewa, jinsi madaktari walivyo na harakati ngumu kule. Ukitazama pia sisi kama wanahabari tunasikitika, maana ukiangalia wanahabari kule Palestine wanaweza kunyanyasika, waweza pia kuuliwa. Ukizungumza ukweli unatagetiwa, unauliwa. Basi sisi kama watazamaji
tunajihisi yani hatuna huru, lakini alhamdulillah huku Kenya tuko na uhuru mkubwa mashaallah taala. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama sahi tuko maeneo ya Mama Ngina Drive, tunaelekea pale katikati pale karibu na msikiti wa Pwani. Inshallah hapo ndipo watu wataweza kukomea na kukutana kwa pamoja maandamano haya ya amani. Inshallah mpenzi mtazamaji, usikose kufuatilia vipindi vyetu vyote, usikose kulike, kusubscribe na kushare katika mitandao yetu ya YouTube, Facebook ili uweze kupata notification ya kwa sisi tuko hewani inshallah taala. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا